Katika dunia ya sasa, mataifa ambayo yanawekeza kwenye sayansi, teknolojia na ubunifu ni mataifa ambayo yanaonekana kuwa na kasi kubwa ya maendeleo. Hapa nchini Tanzania, kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia ya COSTECH, ina jukumu kubwa la kuratibu na kufanya tafiti, lengo kuu likiwa ni kuendeleza ubunifu na kusaidia wabunifu kugeuza mawazo yao kuwa suluhisho mbalimbali za kijamii na hata kiuchumi. Mwenzangu Richard Ngaila amefanya mahojiano maalum na mkurugenzi mkuu wa COSTECH, Daktari Amos Nungu, kuhusu nafasi ya taasisi hiyo katika kujenga uchumi hasa ambao unategemea maarifa, kukuza vijana wabunifu katika taifa hili na pia kuunganisha tafiti na mahitaji ya wananchi. Richard Ngaila, karibu. Sayansi na teknolojia ni nguzo imara sana na muhimu kwenye mataifa yote duniani, hasa dunia hii ambayo inaenda kwa kasi kwenye upande huo. Sasa kwa Tanzania pia wanaendelea kufanya vizuri kwenye hatua ya matumizi ya sayansi na teknolojia kwenye kuhakikisha wanasukuma uchumi, lakini kuinua jamii zao pamoja na taifa kwa ujumla. Nafanya mazungumzo hapa na mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Amos Nungu. Nimepata bahati ya kukutana nawe, ilivyo bahati na kukutana nawe ikiwa ni miaka 40 sasa. Yes. Tangu kuanzishwa kwa COSTECH. Yeah. Ila ni miaka 8 kwako ndani ya COSTECH. Miaka 40 ya namna gani na 8 yako ya namna gani? Nashukuru sana mtangazaji, nashukuru sana. Kama nilivyotambulisha, naitwa Amos Muhunda Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Ndio. Napigia mstari Tume ya Taifa kwa sababu COSTECH inachambuliwa kama Commission for Science and Technology. Ziko nyingi duniani, lakini tunasema the national. Sasa miaka 40 tuanze COSTECH ilianzishwa kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa na kitu kinaitwa utafiti. Kwamba haya masuala ya uratibu na urekebu wa sayansi, teknolojia na ubunifu yalikuwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa ile baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanguka, ndio mchakato ukaanza kwamba sasa ile utafiti ijaribu kuongezewa nguvu kuratibu yale ambayo yalikuwa ameratibiwa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ndio maana mchakato ukaanza toka ile 78 ikaja mpaka 85 imekamilika, tukaanzishwa rasmi. Sasa katika miaka 40 hiyo kuna mengi yamefanyika, mengi sana. Lakini kubwa zaidi kwamba tume ilianzishwa ikiwa na majukumu makubwa au maeneo matatu. Kwanza ni mshauri mkuu wa serikali kuhusiana na masuala ya sayansi na teknolojia. Wakati huo ubunifu ulikuwa umefichwa kwenye teknolojia. Ndio maana hata sheria iliyopo ni sheria ya sayansi na teknolojia. Lakini pamoja na mshauri mkuu pia akapewa mambo mengine mawili makubwa. Moja, ikaanzishwa kituo cha kuhawilisha masuala ya teknolojia. Kwa tunasema Tech Transfer and Development. Lakini pamoja na hayo kukawa na mfuko unaitwa MTOSATE, mfuko wa taifa wa uendelezaji wa sayansi teknolojia. Kwa kiangalia hayo matatu kwa pamoja ndio inafanya tume yetu. Sasa kwa miaka 40 iliyopita yote tumetembea katika hatua mbalimbali. Moja kubwa nikwambie, kwa miaka 40 hiyo tulipoanza tumesema tuna mfuko unahitaji fedha kwa ajili ya kuwezesha wadau. Tulianza zaidi na utafiti. Tumeanza 86, mfuko rasmi umeanza kufanya kazi mwaka 91. Mengine alianza mfuko sababu ulikuwa unataka fedha na wenyewe ukachelewa kidogo. Tokea tumeanza tulikuwa tunafadhili tu utafiti kwa sehemu kubwa sana. Lakini mabadiliko duniani yapo. Mwaka 2010 yakaanza, 2008 yakaanza mijadala ya kwamba hii teknolojia, ubunifu uwe nje ya teknolojia. Kwa hiyo kipindi cha Mheshimiwa Rais Kikwete ndo akawasiliana na wadau, ikaanza mjadala wa kutengeneza kupitia kwa mapitio ya sera iliyopo, sera ya sayansi na teknolojia, kusuna ubunifu mwingine ndani yake. Hapo tukaanza pia michakato mingine, ubunifu kawa kidogo naongelewa sana, wadau kushirikiana nao, Benki ya Dunia, Finland nchi, tukaanzisha ukumbi wa ubunifu Buni. Miaka 2008-2010. Ile Buni Hub. Na nikisema hapo kuna 12 tuzianzishwa. Buni Hub tukishirikiana na nchi ya Finland
alafu kuna ukumbi kunaitwa Kinu ambao ulifadhiliwa na Google, kampuni ya Google. Lakini baadaye ile Kinu ikaja ikakosa mwendeleo, ikafariki tukabaki na Buni Hub. Pia World Bank tukashikiana nao kuanzisha DTBI, kituo cha watamizi. Sasa maana kwambia hiyo safari hiyo kufikia 2014 SIDA wakasema sisi tunafanya kazi na nyinyi, lakini ubunifu tuupe na wenye jicho lake zaidi ya utafiti. Kwa kwenye ile mfuko mtusate tukaanzisha dirisha la kufadhili pia ubunifu peke yake. Sawa. Nafikiri hapo kidogo umeona tunapotembea hapo. Sasa tukitoka hapo tuje mbele, umesema miaka 40 ya COSTECH, miaka 8 ya Amos Nungu ndani ya COSTECH. Mimi nimeingia COSTECH 2018. Actually 2018. Kwa hiyo 2018 nikapata tayari kuna mchakato ulikuwa umeshaanza kuandaa mwongozo namna ya kuwaibua wabunifu. Kwa hiyo mwongozo nikakuta mchakato umeanza, nikaubeba tukaendelea nao. 2018 mwishoni, Mheshimiwa Waziri wakati akiwa Ndalichako, Mheshimiwa Ndalichako usaini mwongozo ule rasmi kwa mwongozo wa kitaifa. 2019 tukaanza na KISATU. Mashindano ya kitaifa ya sayansi na ubunifu. Nia ilikuwa ni kwamba tunasema tuna democratize, yani tunafanya ubunifu usiwe wachache, uwe wa kila mwenye nafasi aweze kushiriki. Kwa hiyo kwenye makisatu yale tulisema kwamba tunaangalia shule ya msingi mpaka sekondari mpaka vyuo vikuu mpaka wale ambao hapo kwenye mfumo rasmi wote tufanye nayo kazi. Kwa maana hiyo tokea 2013 tufanye makisatu mpaka leo unaona ubunifu umekuwa na wenyewe lugha ya mjini kwamba kila mtu anauongelea. Kwa hiyo awareness imeongezeka hiyo. Haya yote kwa unaona kama ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kama Amos Nungu, lakini pia kama COSTECH. Lakini pia nimalizie hapo tunaongelea miaka 40. Tarehe 2 mwezi wa 7 ndio Mheshimiwa Waziri amezindua rasmi kampeni. Mwezi wa 10 tutakuwa na kilele cha hiyo miaka 40. Lakini pamoja na mengine tukasema pamoja na kuambia wananchi tumefanya nini, lakini pia tunapokea maoni ya kuboresha. Lakini serikali inawekeza kwenye utafiti na ubunifu kila mwaka. Mtanzania wa kawaida anaonaje, anawezaje kuyapima matokeo ya hicho? Mtanzania wa kawaida labda tuseme vichache. Kwa mfano kimoja, kila Mtanzania anafahamu chips kuku, si ndio? Sasa moja ya vitu ambavyo COSTECH imesaidia tulifadhili utafiti pale SUA, wakaja na dawa wanasema 3-1 ambayo ni dawa 3 ziko sehemu moja kutibu magonjwa ya kuku, sio mdondo, kifaduro kwa pamoja. Kwa hiyo ni moja hapo ambayo nimesema kwamba mtu anapokula chips mayai kwamba kwa haya mayai ule kuku, COSTECH imechangia kufanya utafiti ipatikane dawa ya Tanzania kwa ajili ya kutibu. Lakini kwenye viazi lishe hivi nasema chips hapo tumefadhili sana tafiti kupitia TARI. TARI ni nani kwamba Tanzania Agricultural Institute. Taasisi ya utafiti. Kwa pale kuna variety nyingi za viazi lishe, mihogo ambayo inastahimili na ile magonjwa, maharage aina mbalimbali, vyote hivi vina mkono wa COSTECH. Kwa Tanzania wa kawaida ana vile vyakula vinakula kule kuna mkono wa serikali pale. Sasa hapo mkurugenzi, kwa Watanzania wapo Watanzania wenye ubunifu mbalimbali, lakini wengi bunifu zao ama bidhaa zao hazifiki sokoni. Wajibu wenu nyinyi COSTECH unaishia wapi kuhakikisha mnasimama na huyu mbunifu? Niseme kwanza, cha kwanza kabisa serikali ina jukumu la kuweka mazingira wezeshi. Hiyo ndio kubwa kabisa kuzidi zote, mazingira wezeshi. Na mimi najivunia ile ya KISATU sababu kama nimesema imekuja kudemocratize masuala ya ubunifu. Sasa mazingira yakisha kuwepo, then mifumo inatakiwa ifanye kazi. Sasa COSTECH tumekuwa tukifanya kazi na, kwanza tulianza na watu, tunafanya kazi na Funguo kufanya ile maonyesho ya kitaifa Innovation Week. Lakini pia tokea sheria ilipoanzishwa tulipoanza COSTECH tuna sehemu ya mbunifu mmoja anaweza kaja muda wote COSTECH kupata usaidizi. Wadau wengine pia wa maendeleo wanashiriki kufanya kazi hiyo. Nimekupa mfano kama tulikuwa na kumbi za bunifu 2. Baadaye tukaona kwamba mazingira yanabadilika. Sasa kuna kumbi zaidi ya 50 zipo kwa ajili ya kutoa usaidizi kwa wabunifu. Sasa COSTECH wanaishia wapi?
Mwanzoni tulitamani kwa maana ya kwamba tuweke mazingira wezeshi, alafu hawa vijana kwenye tunasema nani, kwenye innovation pipeline, kwenye ule mnyororo ule, ile bomba la ubunifu, kwamba ubunifu ni kama mtoto anavyoenda shule, anaanzia chekechea, anakuja anasoma msingi, sekondari, chuo kikuu. Kila sehemu ukiangalia kuna mahitaji specific. Kuna shule ya msingi, shule ya sekondari, kuna chuo kikuu, katika timu kuna VETA na vingine. Sasa mbunifu pia anapoanza anakuja na wazo. Kwa mfano, ana wazo, sasa pale COSTECH tunamuingiza kwenye nini ile ukumbi wa ubunifu. Aidha COSTECH au nchi nzima, sababu zipo zaidi ya 50. Zote tunafanya nazo kazi. Tunasema COSTECH ule ukumbi wa Buni Hub, ile ni ukumbi mama. Kusaidia zingine ziweze kuwa na standard kama ile ya COSTECH. Sasa ile wazo lake akishasaidiwa likapata sura nzuri, ndo anaweza akapata usaidizi, kwa maana ya kwamba ubunifu wako huu nenda DIT, pale kuna mashine za kusaidia kuja na sampuli kifaa cha kuweza kuonekana ile muonekano ukoje. Kwa hiyo tunaweza kumshika mkono kumpeleka kwenye hizi taasisi zingine ambazo zinahusika. Lakini mwishoni tunaweza tukampa, tunasema ni mbegu, grant, mwega, fedha kidogo, kwamba huu ubunifu unahitaji fedha kidogo kusudi kama nilivyosema uwe na shape nzuri. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya kwanza ya COSTECH. Baada ya hapo COSTECH kama serikali hatufanye biashara. Lakini pia serikali haiwezi kuwa mtumiaji wa kila ubunifu. Mtumiaji ni wewe na mimi, mwananchi. Kwa hiyo hapo kuna ubunifu ambao umesimamiwa na COSTECH. Yes. Ambapo sasa hivi upo sokoni. Yes. Umesaidia Watanzania. Yes. Ama kwa kuleta ajira ama kwa kuleta matokeo yoyote yale chanya ambayo COSTECH mnasema hiki tunajivunia. Sasa ngoja niunganishe mawili hayo. Sawa. Kwa hiyo huyu akishakuwa na sampuli kifani, sisi tunatamani kwamba sasa sekta binafsi, wawekezaji waje wawekeze pale, kutembea naye kwenda huku mbele. Sasa tumefika sehemu kupitia makisatu ile, wabunifu wengi wametoka hapa, wamepata usaidizi wa aina mbalimbali, wako hapa, huku mbele wamekosa kuendelea. Ni mfumo mchanga wa nchi kwa masuala ya hii innovation ecosystem. Kwa hiyo COSTECH tukaanzisha upande wa pili kama serikali ile na kwamba innovation nini, mfuko wa ubiashirishaji kusudi waende sokoni hawa. Sasa wapo wengi, sio wachache, ambao wako sokoni, ambao tumewashika mkono mpaka wako sokoni. Nikupe mfano mitatu. Mfano mmoja, kuna kijana ana kiwanda chake pale Kibaha. Huyu kampuni yake inaitwa Guavar, ana mbolea inaitwa Hakika Fertilizer. Hii ni mbolea isiyotumia kemikali. Huyu kijana alivyokuwa wakati wa mwisho pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, walijiunga 5. Wakaja COSTECH, wakashiriki mafunzo kidogo, wakatamiwa kwenye ule ukumbi wa ubunifu, wakatamiwa DTBI pale kwenye atamizi yetu, wametengeneza mbolea. Sasa hiyo nakupa mfano ambao alafu ni mnyororo ule. Ile mbolea walisema wao wanatamani kwamba iende kusaidia kwenye kilimo cha parachichi na nyanya, ila wakawa wanataka ile mbolea kwamba iweze ni organic. Wakisaidia ile mazao yakiuzwa soko la Ulaya ni organic. Kimoja kabla ya kusaidiwa, usaidizi mwingine ilikuwa ni kwamba hii TBS, shirika la viwango, inatakiwa mbolea isajiliwe kwanza nchini kabla kule soko la Ulaya hawajasema nao wanasajili kwenye soko lao. Kwa hiyo tumetembea na hawa vijana, ni vijana 5 kama nilivyokuambia, wametengeneza hiyo mbolea. Tumeenda TBS tukafanya nao kazi, TBS tukashirikiana nao vizuri sana, mbolea ikasajiliwa, sasa imesajiliwa Ulaya. Kwa hiyo wao ndo wanasaidia huu mnyororo wa kuhakikisha kwamba hizi chikichi parachichi za kusini zinakwenda kuuzwa Ulaya, kwa sababu zina mbolea ambayo imesajiliwa TBS na imesajiliwa kule Ulaya. Kwa hiyo they can trace it. Kwa hiyo ni zao moja hapo ambalo tunajivunia, na kiwanda kipo, na walinialika juzi kwenda kuwatembelea. Tukasema tutoka na 8 tutaenda kuwatembelea kwenye kiwanda chao. Sawa. Hiyo ni moja, lakini yapo mengi ya kujivunia. Tuna kijana mmoja, nikwambia mmoja wa mwisho, Magira Tech. Magira Tech yeye anahusika na masuala ya IT. Amefungua kampuni Dubai, amefungua kampuni DRC Congo. Lakini ameanzia pale Buni. Sawa. Hivi Tanzania inaweza kuwa kitovu kikuu ama kituo kikuu cha ubunifu na masuala ya sayansi Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wake, kama inawezekana.
nguvu hiyo ama mpaka sasa hivi ushawishi huo umefikia ukubwa gani hivi? Na kama haiwezekani kwa nini? Mimi naamini inawezekana. Naamini inawezekana kwa sababu niseme tena, niende kwa mifano. Mwaka 2019 pia tulianzisha ilianzishwa block wanasema SGCI, kwa sababu hata hawa nani wadau maendeleo hawataka kufadhili nchi moja moja, wanataka kufanya kazi na mkusanyiko wa nchi kadhaa. Kwa hiyo kusema jangwa la Sahara SADC wamaanisha kitu kinaitwa Science Granting Council Initiative. Mwaka 2020 kukawa na tangazo kwamba wanataka wafadhili vigoda vya utafiti 10. Kwa hiyo tulikuwa nchi 15. Sisi kazi yetu kama COSTECH ni kutoa hamasa kwa vyuo vikuu waombe. Tukafanya hamasa hiyo, tukatangaza, tukachukua 2. Moja SUA, moja Nelson Mandela. Huo ni mfano tu katika nchi 15. Kwa ina maana kuna wengine ilikuwa tupate 10 5 wakose, sisi tumepata 2 tayari. Kuhakikisha kwamba tuko strong. Sasa hivi kwenye hiyo SGCI tuko nchi 22 saizi kusema jangwa la Sahara. Ni kuhakikishia kwa maana kwamba ukimwondoa Afrika Kusini kwenye mifumo, COSTECH ndo tuna mifumo mizuri kwa zidi wengine. Of course inawezekana pia kwa sababu sisi tuko pamoja, kama nilivyosema, tuna mfuko, tuna hii ushauri wa serikali, mfuko kwa maana ya fedha. Na nyuma kidogo hapo uligusia kuhusiana kuwezesha makundi mbalimbali kwa maana pia kwa kutoa fedha. Mpaka sasa hivi mmetoa kama kiasi gani hivi kuwezesha vijana wenye ubunifu? Tumetoa kiasi gani sasa, kuanzia lini? Basi tufanye kwa hivi karibuni, hasa miaka yako 8 kwa sababu tukisema miaka 40 ni mingi. Itaamsha pia vijana waone kumbe ina maana nikishakuwa na wazo watanisaidia vitu vingi, ikiwa pia na mtaji. Actually mimi kwangu nasema mtaji ni cha mwisho. Vijana wengi wakiwa na mawazo yale, kuna namba sahihi ama kamili ambayo inakumbukwa na COSTECH ambao wameitoa mpaka sasa hivi kwa maana kiasi cha fedha? Mara ya mwisho niliangalia ilikuwa ni kama nafikiri bilioni 69 hivi. Sasa sikumbuki kama ilikuwa ni kuanzia 2018 au kuanzia 2015. Lakini kikubwa zaidi hiyo ni utafiti na ubunifu. Lakini kubwa ambacho mimi nakiangalia, kama nimekuambia, kwa mfano tumesaidia kuingiza fedha nchini. Mfano hicho ni kutoa mfano hiyo ya SADC ilikuwa ni dola milioni 1 kwenda SUA, dola milioni 1 kwenda Nelson Mandela. Kwa hiyo kuna zile ambazo tunatoa moja kwa moja kutoka serikali, mfuko mkuu, kuna zile ambazo tunasaidia kuzivuta zinaingia. Sasa hivi tumesaini mkataba mwingine, tunategemea kupata dola bilioni 1.5 kuingia kwenye kusaidia masuala ya utafiti. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kama nilikuwa nasema kwenye ubunifu, fedha ni ya mwisho. Fedha ni ya mwisho kwa sababu nikupe mfano mkubwa mmoja ambao kuna yule kijana street engineer yule ambaye alifanya helikopta yule. Tulifanya naye kazi. Tulimchukua tukampeleka Nyumbu kwenda kuangalia kuona wengine wanafanya nini kama alternative. Kule amekuja baada ya pale kutoka Nyumbu, tumemsaidia ametengeneza nini, unaweza kusema ni guta la kisasa. Ana mashine ambayo kwamba inaweza pia ikachakata mazao kama 7 hivi kwa pamoja. Akitoka mashine akienda shambani kwenye shamba la mahindi, anakuja na unga nyumbani. Sasa kijana kama yule, kabla ya usaidizi wa fedha, kwa sababu uwezo alikuwa nao, shida tu ni kwamba namna gani ya kutembea. Kwa hiyo Nyumbu alimsaidia kidogo kupata maarifa mengine haya, tukampeleka DIT wakamsaidia na michoro, sawa, ile mashine yake michoro ile kusudi aweze kufanya mass production. Baada ya hapo DIT wakamsaidia baada ya michoro ile kupeleka TBS kwenda kusajili kusudi iweze kuingia barabarani. Hapo pote pesa haipo, lakini usaidizi huo ni mkubwa zaidi. Pesa itakuja mwishoni. Hata inawezekana isije. The point ni kwamba ngoja nikwambie, mwaka 2023 nilialikwa kwenda CRDB, walikuwa na mkutano wa mwaka wa wanahisa. Nikajaribu kuambia kwamba hizi fursa vijana waliopo huku nyuma ambao wana bunifu zao zinataka ziingie sokoni, sababu wana zile startups zao, si ndio? Sasa hawa wanataka mitaji. Sasa hii mitaji wale wanahisa wakasema kwamba tukiona uelewa kutosha, kumbe hata badala ya kuwekeza kwenye hisa inaweza pia tukawekeza kwenye vijana huku. Kwa hiyo huyu kijana tunampa sisi maximum milioni 30 kwa mfano, kusudi bunifu wake huko ufanye uwe
mzuri uonekane. Sasa baada ya hapo soko linaweza likaamua, kwa sababu kijana ukimpa pesa kama soko halipo, ina maana hawezi kuingia sokoni. Sasa tumefanya nini? Baada ya kuona soko bado linazidi kukomaa, inachukua muda mrefu pole kukomaa, tukaanzisha ile tunasema Samia Commercialization Fund, mfuko ubiashirishaji. Sasa huu tukasema sisi kama serikali tunaweka dhamana. Huyu kijana hana collateral, hana dhamana, hana nyumba, hana nini, lakini anataka fedha za kwenda sasa sokoni, kwa sababu alishawezeshwa kwa namna mbalimbali. Sasa ana kifaa ambacho au huduma itakwenda sokoni. Sasa kupitia hiyo Samia Commercialization Fund, huyo kijana anakuja Costech kwa sababu ubunifu wangu aidha serikali ndio support au mtu mwingine atujari. Yeye sasa nataka niende sokoni, kwa naomba mtaji. Sawa. Tukasema sasa sekta binafsi njooni, tumeanza na CRDB. Sisi tuna guarantee kijana anaomba milioni 100, sawa? Tunasema tuna guarantee ubunifu wako, tunaona kama unafaa. CRDB, hebu angalia uwezekano wa kumpa pesa milioni 100 aende sokoni. Ambapo ule mfuko unakuwa kama dhamana. Sasa hivi mpaka sasa hivi kuna tafiti ngapi ambazo Costech imezifadhili katika miaka ya hivi karibuni, ambapo pengine ubunifu huo umegeuka kuwa teknolojia ama kwa namna moja ama nyingine umeendelea kuleta tija? Nashukuru sana pia kwa swali hilo. Ile tarehe 2 mwezi wa 7 tulizindua mfumo, kama ulishiriki au shuhudia, unaitwa NIST. NIST maana yake ni National Innovation System. National Innovation System kwa maana STI, National STI System. Kama ule mfumo unatoa taarifa hizo unazouliza hizo, kusema mwananchi yeyote akifika pale aweze kuona nini kipo na kinakwendaje. Ule mfumo una sehemu 3. Wana moduli zaidi ya 3. Moja, kwa sajili wabunifu na watafiti. Tungetamani taarifa zao zipatikane kirahisi. Kwa wale wote waliopita kwetu na waliopo wanajisajili pale, taarifa zao zipo. Sasa na watafiti wangapi, bado mfumo tunaendelea kuweka ile awareness, kusudi tunataka mwezi wa 10 tunapoenda sasa kunani, kwamba kwenye kilele cha Costech 40 tuwe na taarifa zote za taasisi zote. The same kwenye wabunifu. The same, hasa ukisema kwamba ni miradi mingapi ambayo tumefadhili, mimi nitakwambia kwa miaka mingapi hii. Miaka hivi karibuni, mwaka juzi tumefadhili miradi 39 ya mwaka mmoja tu, 39 ambayo tulikuwa tunaangalia tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi, ambayo yote ilifanikiwa. Bado inaendelea. Sawa. Ilikuwa ni miradi ya miaka 4. Kwa hiyo inaendelea, ipo katika kwa hatua mbalimbali. Sasa ile kwanza, kwa nini tulifanya hivyo? Tabia nchi ukiangalia inagusa maeneo yote, kuanzia afya, inakuja kwenye magomvi kwenye jamii, kwa sababu ukisikia wakulima na wafugaji wanagombana, tabia nchi inachangia pale, sababu maji hayatoshi, malisho hayatoshi. Kwa hiyo miradi 39 kwa mwaka mmoja. Hiyo tunafanya kwa mwaka mmoja. Maana kwa hiyo miaka ya karibuni huenda kwa hiyo miaka 8 inaweza kafika miradi kama mingapi hivi? 100 inafika. Na ile miradi ambayo pengine inafeli kutekelezeka, nani ambaye anawajibika? Tunaangalia utafiti au ubunifu? Kwenye ubunifu na point ni kwamba kwenye ubunifu kama nilivyosema, fedha ni jambo la mwisho kutoa, si ndio? Kwa huku tunampa usaidizi wote. Nakumbuka kwenye ubunifu ni mradi wa mtu binafsi. Kijana amekuja au mtu mzima anasema na ubunifu wangu hapa, tunatathmini, tunasema kwa ubunifu huu anataka msaada huu hapa. Nipe mfano mmoja. Kuna mtu alikuja akasema yeye ana ubunifu, ametengeneza hizi scratch card. Hizi kadi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuweka voucher kwenye ruku. Sawa. Yule mbunifu tukumpa hata shilingi 1, lakini ni mbunifu. Kwa kazi yetu ni kumpeleka kwa mlaji. Mlaji wa ruku nani? Ni TANESCO. Kwa pato tumetimiza kazi zetu. Sasa kule bahati mbaya ule ubunifu sema kwamba ulifeli, kwa maana ya kwamba TANESCO alisema ni ubunifu mzuri, lakini huyu mtu sisi tumeshavuka stage ya scratch card. Sasa hivi tunatumia SMS kuingiza. Kwa hiyo kusema kwamba ubunifu umefeli na nani yuko responsible, inawezekana isiwe picha sahihi. Lakini kuja kwenye masuala kwenye utafiti, wakati mwingine kwamba hata majibu hasi bado ni majibu, kwa sababu kwenye utafiti unajaribu, ulikuwa unafikiria hivi, umepata hivi, unajifunza kwamba kumbe nilikuwa nafikiria sio sahihi. Lakini sisi tunapandika call for proposal kwa ajili ya utafiti. Mara nyingi tayari tuna changamoto kwenye jamii, tunasema ameleteni mawazo kutatua tatizo lile.
Kwa wakati mwingine inawezekana kwamba yule mtafiti asifike mwisho tunakokusudia, lakini kafika sehemu fulani. Na nikwambie kama kuniruhusu hapo, sasa hivi tumejifunza kwa maana ya kwamba kwa mfano hii miradi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kule Zanzibar, tumeona njia nzuri ya kufanya kujibu swali lako kwamba utafiti na uferi. Tumesema kwamba hawa watafiti tutakutanishe na mamlaka husika ambazo zitategemea kutumia haya majibu ya utafiti wao. Tuliongea na Zanzibar Planning Commission, tume mipango Zanzibar, tukaongea na ofisi ya makamu wa rais. Kwa hiyo kwa hawa watafiti kila wakati wanakwenda kuripoti kule tumefikia wapi. Sasa mkurugenzi, najua kwenye haya mambo hayakosi malalamiko, lakini kuna baadhi ya malalamiko kutoka kwa baadhi ya watafiti na wabunifu kwamba kuna fursa za ufadhili haziwafikii kwa usawa. Sasa COSTECH inahakikishaje kuhakikisha kila mmoja ana hizi fursa za ufadhili wanazisikia kwa usawa, taarifa zinawafikia kwa usawa, na kila mmoja ananufaika kwa haki na usawa vile vile? Yes. Mojawapo ya mambo ambayo tunafanya kwenye COSTECH at Forte pia ni kuwa wasikivu, kupokea mrejesho kusudi tuboreshe. Lakini kubwa zaidi ambao tunajivunia kubwa ni ule mfumo unasema wa NeST, ambao ule mfumo wetu unajaribu kuweka vitu vyote sehemu moja. Sasa kuna wachache bado hawatasikia, lakini tunaamini wengi watasikia kupitia mfumo ule pale. Kwa hiyo hata wale ambao hawasikii, leo tuko hapa na wewe hapa, tunategemea pia hata nyinyi waandishi mtusaidie pia kufikisha taarifa zile. Lakini kubwa zaidi tunazidi kuboresha mifumo yetu ya hizi social media, taarifa zifike kwa urahisi zaidi. Na tunazidi kupokea mrejesho kiboreshaji zaidi. Lakini nafikiri mpaka sasa hivi serikali imejitahidi sana. Na actually pia serikali imetoa ile mrejesho kusudi wale wananchi pia walio na maoni juu ya huduma zetu waweze kutupatia feedback. Ila kikubwa nikisema hapo kimoja kwamba vijana wengi kwenye ubunifu wanaamini kwamba fedha ndo kitu cha kwanza. Lakini huwa wakifika kwetu tukianza kufanya nao kazi ndio wanajua kwamba shida haikuwa fedha, shida ilikuwa ni taarifa sahihi au mtu akupeleka sehemu sahihi amekusikilizwa. Yes. Sawa, tupo kwenye dunia ya teknolojia tunaizungumza sana, na uzuri unatokea kwenye tume ya masuala ya sayansi. Swala la akili unde linabadilisha dunia na ni wazi ipo hivyo. Tanzania ipo tayari kwa mapinduzi haya? Tanzania ipo tayari kwa kiasi gani? Tanzania ipo tayari na kama ulifuatilia wiki iliyopita Mheshimiwa Waziri alitangaza wale vijana 50 wanaokwenda chuo cha Nelson Mandela kupiga kambi kwa ajili ya masomo ya akili unde hayo. Mwaka jana tulianza awamu ya kwanza. Serikali imefanyaje? Inajaribu kujenga ile nguvu kazi ya vijana mahiri wale waende nje ya nchi kusoma ujuzi kusudi watuletee ndani humu. Kwa hiyo ukiangalia hiyo ni dhamira tosha ya serikali kwamba hii akili unde na hizi teknolojia ambazo naibukia tusikae nyuma, tuzifanyie kazi. Na nikwambie miaka 3 iliyopita 4 COSTECH pia tulifadhili miradi 7. Yote ilikuwa ni matumizi ya akili unde kwenye uhalisia wa jamii yetu. Na mojawapo ya miradi ambayo tulifadhili ambayo tuna matokeo ni mazuri na ni PCCB, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Ilishirikiana na sekta binafsi kutengeneza mfumo kwa ajili ya kufuatilia malalamiko ya hizi tenda kwa kutumia akili unde. Kwa ni mfano moja tu, tulifadhili miradi 7 ambayo ilikuwa moja kwa moja na kutumia akili unde kufanya kazi za kijamii. Kwa hiyo tuko serious kweli na tunajitahidi kadri tunavyoweza kuona kwamba sasa mkurugenzi, sasa kwa miaka 5 ijayo pengine unafikiri kijana anapaswa kuwa na ujuzi gani unaohusiana na teknolojia ili asiachwe mbali wakati huo ukifika? No, ukiangalia kwanza niseme nafikiri tumeanza kuongelea miaka 40 ya COSTECH na mengine haya. Hata ile ni kauli mbiu yetu. Tunasema kutumia mafanikio tunayojivunia kujenga kesho bora kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Sasa tunaongea miaka 5 lakini dira miaka 25 msingi wake tunasema zile drivers vichocheo vitatu vyote viko kwenye masuala ya teknolojia. Kwa hiyo serikali nzima, kwa sababu sasa hivi ile dira miaka 50 ndo mwongozo ule. Kwa hiyo hamna njia ambayo tutakuwa nje ya pale. Na ndio maana sisi tunapoongea miaka 40 tumesema pamoja mengine yote pia tutafakari kuendana na dira 2050. Kwa hiyo masuala ya vijana kwamba waangalie nini kikubwa zaidi ambacho mimi nakiangalia
ni kila mmoja kuona mazuri yanatokana na teknolojia na kuepuka yale mabaya, kwa sababu ukiangalia kuna vijana wengi wanafanya biashara kupitia teknolojia. Na kwenye hilo mkurugenzi, unajua bado kuna maswali mengi sana kuhusiana na matumizi ya akili unde. Yes, kuna bidhaa nyingi ambazo zinazalishwa huko, pengine ubunifu, watu wanapata mawazo huko. Tutarajie kuwa na sheria ya usimamizi kuhusiana na maswala haya ya akili unde, hasa huko kwenye maswala ya ubunifu, pengine na tafiti na teknolojia pia. Indeed, tutarajie, na ukiangalia kama nilivyosema, serikali iko serious. Wizara elimu inafadhili vijana kupeleka mpaka nje ya nchi kusoma, lakini serikali pia ilianzisha wizara specific ya TEHAMA. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu na teknolojia kuona kwamba ina mchango mkubwa. Kwa hiyo kupitia wizara ya TEHAMA hiyo mchakato wa sheria upo unaendelea, na tunashiriki kutokana na nafasi yetu kama washauri wa masuala ya sayansi na ubunifu, tunashiriki kwenye mchakato wa hiyo sheria. Kwa hiyo ipo inakuja. Watanzania wanatamani kuona sayansi na teknolojia inatatua matatizo yao ya moja kwa moja. Sasa swali kuhusu namna gani bunifu na hatua ya uwekezaji ambao umeufanya kwa miaka 40 mpaka hivi sasa imepunguza ama kumaliza baadhi ya matatizo kwa Watanzania, limefanyika kwa ukubwa gani, na ni matatizo gani hasa ambayo awali yalikuwa changamoto kwa nchi, lakini uwepo wa COSTECH umesaidia kuyamaliza? Of course nilikuwa najaribu kutafakari kwa upana wake. Siku ile mheshimiwa waziri wetu alipokuwa anazindua hii COSTECH at 40, kuna kitu alikisema ambacho ni changamoto bado tunaiona, kwa maana ya kwamba tukijilinganisha na wengine, kwa mfano ile kilimo tumepiga hatua kubwa, lakini tungetamani kuona ile yield, kwamba mazao yanapatikana kwenye eneo dogo yaongezeke. Hiyo tunatamani sana kuona hivyo. Lakini sambamba na hilo, na kutolea mfano mmoja ambao ni mwepesi wa karibu. Kuna kijana yuko pale Moshi, ana kiwanda, ametengeneza viuatilifu. Huyo kijana pia alikuwa kwenye Makisatu, anaitwa Neva. Kile kiwanda, kuna mfano, kuna yule mdudu kantangaze, yule wa kwenye nyanya yule kijana pale ana ile dawa ya kimiminika inatatua ile tatizo. Hilo linaendana moja kwa moja na huyu mwananchi wa kawaida. Changamoto wakati mwingine ni kwamba tumezoea kupata dawa za nje, kwa akipata ile dawa hawezi kujua ni ya ndani au ni ya nje. Kwa hiyo kwenye hii sehemu, maana yake kuna kosa pia kwenye masuala ya branding. Kuonyesha kwamba bidhaa hii ni yetu, sio? Sasa hiyo ndo tumesema kwenye COSTECH at 40 mojawapo tutakuwa na hizo, tuna clinic tunasema science cafe kwenye kila mkoa. Na tukienda kwenye mkoa pale tunachukua wanasayansi na wabunifu ambao wako pale kusaidia kutoa taarifa kwa jamii. Na jana mheshimiwa waziri alikuwa na press conference ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu kule Tanga tarehe 15 mpaka 23. Alituelekeza kwamba mmojawapo tuwe na banda maalum ambalo tutachukua hao wabunifu ambao wameshatoka wako mtaani wanafanya biashara, wawepo kusudi kuinspire wengine. Kwa hiyo watazidi kuona hayo tunauliza kwamba nini wanakiona pale. Hivi COSTECH ni kwa namna gani mnapima na kufuatilia zile fedha za umma ambazo zimewekezwa kwenye ubunifu na tafiti zinaleta matokeo kwa wananchi? Nafikiri eneo hilo lilikuwa kidogo limenani. Sasa hivi ukiangalia serikali imekuja na mfumo mzuri sana, unaendelea kuwa improved. Sasa hivi tuna National Planning Commission wanakuja na hiyo M&A framework ya miradi yote kupima kwa ufasaha wake. Kwa hiyo tuna adapt hiyo, lakini pia juzi tunamaliza kujaza ile PEPMIS, kuna mfumo ambao unajaribu kuangalia kwamba kwa mfanyakazi mmoja mmesema nyinyi mna mpango kazi wa mwaka mzima, mfanyakazi mmoja ameutekelezaje? Kwa hiyo ni michakato ambayo ipo, na sasa hivi serikali imejaribu kufanya integrated hiyo. Na alafu kumbuka, tukishajaza hapa, mimi mfano ya kwangu, katibu mkuu wa wizara ndo ana sign upande wa pili, kama vile naingia mkataba na katibu mkuu kusimamia haya ambayo tumejisema kwamba tutayafanya. Sasa ni kitu endelevu. Sasa tukipima kimoja bado tunajadili actually na wizara yetu kuona actually namna gani ya kuona sayansi kwenye ubunifu inachangia kwenye pato la taifa. Kwa sababu changamoto iliyopo sayansi na teknolojia ni kila kitu. Ila kwenye kila eneo ambalo kuna fedha iliwekwa, yes, mlifuatilia, mkasimamia na mkayashuhudia matokeo. Yes.
yapo. Sasa ndio pointi ya kwanza kuya quantify. Ndio hiyo tunajaribu kuona. Kwa mfano mwaka jana tulifanya kazi na Zanzibar Planning Commission. Walikuwa wanajaribu kuangalia ile mnyororo wa karafuu. Sasa tunajaribu kufanya kazi na wachumi, sababu tufanya nao kazi kuona kwamba sehemu gani za kuboresha kusudi ile karafuu iweze kuwa na tija zaidi ilivyo sasa hivi. Sasa turudi nyuma, tuje na mchumi kuangalia kwa maana kwamba ile intervention yetu kiasi gani unaweza quantify. Kwa sababu unaweza kusema ndio kwa ile study Planning Commission wametoa mapendekezo yao kwamba tuboresha hapa na hapa na hapa. Sasa ukirudi nyuma kusema kwamba ndio umeweka milioni 70 kufanya hii study, then uje quantify kwa maana kwamba hii peke yake ndo imeleta hiyo mapato makubwa, kwa maana kwamba sababu kikubwa ilikuwa ndani, kwa maana kwamba maybe kuna vishoka katikati hapa, maybe kule mashambani kuna sehemu inakosewa kidogo, tumeboresha. Lazima sasa yale matokeo yaweze kuwa kwa fedha zingine kufanya utekelezaji uweze kuonekana. Kwa nafikiri ni sehemu ambayo nashukuru swala kuzuri, kama tulivyosema tunafanya reflection. Kwa hiyo tukiendelea kukaa pamoja na kuona sehemu moja yale ambayo yanapimika moja kwa moja, tunapima hivi tuboreshe. Yale ambayo ni tegemezi, unasema tumemwisha kijana kwa mfano Magila Tech analipa kodi. Sasa ile kodi anayolipa, je, tuna attribute yote kwa Costech au tuna attribute vipi? Ameajiri vijana, kwa mfano ameajiri vijana 200, wote wanalipa kodi na vitu kama hivyo, una attribute kiasi gani kodi huko nyuma? Umeelewa? Ndio. Kuna kijana ambaye ni wa mbolea, ana kiwanda kwenye Wizara ya Viwanda, mbolea yake inafanya nani, parachichi zinauzwa nje, ni mwekezaji. Sasa una attribute vipi kodi huko nyuma? Kwa tunatamani hivi nikurudishe nyuma kidogo mkurugenzi, kule kwenye viatamizi sio? Yes. Kule kuna vijana wangapi na wangapi ambao tayari wamefanikiwa na wapo sokoni, kwa maana ubunifu ama wazo alilolianzisha tayari limeendelea kunufaisha nchi? Yes. Actually tulifanya tathmini mwaka 2021, tunasema ile tracer study, kutrace hao vijana waliopita hapa wako wapi, wanafanya nini. Tulikuwa na vijana kama 60 hivi ambao wako sokoni, lakini biashara zao ziko katika hatua mbalimbali. Kuna wachache ambao walifika sokoni alafu biashara ikaharibika, lakini madam ni mjasiriamali kwa tena akajizaa upya. Kwa hiyo tunategemea sasa hivi kufikia mwezi wa 10 pale kwenye summit yetu tuwe na study nyingine ya kusema tokea 2021 mpaka leo kuna mabadiliko kiasi gani. Lakini ile 2021 kwa mfano tuna kijana alikuwa kodi tu analipa milioni 500. Ile ametokea pale Costech. Kodi tu milioni 500 kwa wakati ule. Yes, yeah. Hapo kwa hiyo ukipata nafasi sasa hivi ya kusimama mbele ya Watanzania, utawapa ushahidi gani ili wahamasishe waendelee kulipa kodi na kufadhili miradi mbalimbali ambayo inasimamiwa na Costech pia? Ushahidi tena, at least nilikuwa natafakari hicho kitu jana. Kuna kama nilivyosema, kuna vijana ambao ni wako sokoni. Kuna hizo mbolea anazokuambia, kuna hizo dawa za kantangaze ziko hapo, kuna haya vijana iko pale Arusha anafanya mashine za kuchakata mazao shambani ambao wako sokoni na kuna watu wanatumia. Kuna kijana yuko pale Arusha anafanya vitimwendo kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo kuna vivid mifano, na nilikuwa na hesabu kuna vijana kama 10 hivi ambao walishapita hapa Azam kwenye kile kipindi cha Kijana Leo ambao wale wote kwa trace Costech aliwapa msukumo kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo naweza nikasema Azam, hebu angalia kwenye database yako huyu. Shida yangu ni kwamba kama nilivyosema, kupackage vizuri, kubrand kusudi hawa wawe nani ambassadors wa vijana wengine, kuona kumbe inawezekana. Na katika vijana hao wote kama nilivyosema, wengi ukiangalia fedha haikuwa kitu cha kwanza. Cha kwanza ni ile kukaa nao chini kusema okay, unafikiria kufanya nini, umefanyaje, tunamshika mkono kutembea naye. Ile kukaa naye tu pale Costech kwa mfano miezi 9 pale Buni, ile inamsaidia sana kuona picha katika sura tofauti. Na ndio maana tukasema badala ya kuwa na Buni pekee yake hapa Costech, vituo vyote nchi nzima vivyo na mahusiano na Costech, kusudi kijana tumfikie huko kwa liko, tumpe nini huo na usaidizi. Na wale ambao na hao mnawafikiaje kuwapa usaidizi? Kwa sababu awali uliniambia kwa mfano pale kwenye viatamizi, yes,
Wapo 60 ndani, sio? Yes. Aha, ambapo wapo waliopo sokoni? No, of course kwenye viatamizi sasa hivi tumejaribu kufanya virtual incubation. Kwa hiyo kuna wengine ambao kwamba not necessarily wanakaa pale ndani. Sasa unafahamu changamoto kwenye atamizi, kuna swala la space. Kwa wangapi wanaweza kuaccommodate sehemu moja. Na moja ambayo tumeshaongea na kukubaliana ni kwamba sisi tunajenga Dodoma. Sasa serikali imesema tuhamie Dodoma. Kwa ujenzi upo hatua ya mwisho. Kwa hiyo tukiondoka ambapo na kuhamia hapo ni mwaka huu. Tunategemea mpaka Desemba jengo litakuwa limekamilika. Hapa Costech, sababu jengo la Costech ni la kwetu, ambao tulijengewa na ile kampuni ya Meko, wakati ile kampuni ya Tanzania ile jengo la Costech ile, ambapo hilo jipya sasa litaweza kuaccommodate wataalamu wangapi? Sisi tunategemea kwamba operational zetu iende kule, huku tuongeze wigo wa vijana wengine kuatamiwa zaidi, kuatamiwa zaidi. Kwa tuongeza nafasi kwa vijana kuatamiwa hapa Dar es Salaam, kule pia tutachukua wengine. Kwa hiyo wangapi na ni kiasi gani inategemea pia na sababu vitu vinabadilika. Ndio maana nasema sasa pia tuna virtual incubation. Kuna wengine wanasema huku tuliko tupate usaidizi kwamba mara ngapi kwa wiki tunakutana virtual kuambizana tuko wapi. Kwa hiyo ndio hivyo. Inaelezwa kwamba kuna shida ya tafiti nyingi kuishia kwenye makabrasha haziendi field na kufanya kazi pengine kutatua matatizo ya watu ama kuleta fursa, kutafsiri maisha chanya kwa Tanzania. Shida iko wapi hapo? Nadhani ni kwa Tanzania au ni kwa dunia nzima? Wacha tuizungumze Tanzania ambayo tupo nayo karibu zaidi. Yes. Tulichojifunza ni kweli kwa maana ya kwamba hata pale Costech tulikuwa tunapata fedha kutoka serikalini kwa ajili ya kufadhili tafiti, lakini tunakosa fedha za kuendeleza. Kama nilivyosema, mtu anafanya utafiti amemaliza, sasa sije nafuatia kwenye utafiti wake amegundua kitu fulani, sasa inabidi kubiasharisha utafiti wake uende sokoni. Fedha za kubiasharisha hazipo, lazima utabaki kwenye shelf. Ndo maana cha kwanza ule mfuko tuliosema wa Samia Commercialization unafadhili tafiti na bunifu, yani matokeo ya tafiti na bunifu. Kumbuka hata kwenye bunifu zile ambazo ni zenye kwenye level ya wazo hazifadhili na ile mfuko wa Samia Commercialization. Sasa ile imefika hatua ya kwenda sokoni kubiasharisha. The same kwenye utafiti pia, kukiwa na kitu hicho kinaingia hapa. Lakini kubwa zaidi tulichojifunza sasa hivi kama nilivyosema, sasa hivi tumesema kwamba hawa tafiti tukitoa fedha tuwafungamanishe na wizara, halmashauri, kwamba utafiti unaofanya nani mlaji, nani anataka matokeo yake. Nimekutana mfano kule Zanzibar kwa maana kwamba haya masuala ya climate change, mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana kwamba kwanza tuna wizara ya makamu wa pili wa rais, wao ndio mipango yao, na kwenye mipango yetu tunatamani hiki kitokee. Alafu tuna ofisi ya Planning Commission pale Zanzibar. Kwa hiyo tukasema kule tuna miradi nafikiri 5 ya hii mabadiliko ya tabia nchi. Tukasema tunaomba hawa watafiti waje kwanza wawasilishe kwenu waliotuambia wanataka kufanya, tukajiridhisha tukapa pesa kusudi tuone katika haya katibu mkuu anasema hili natamani litokee kwa sababu nalitaka haya majibu nataka kutatua pale. Kwa hiyo kwa njia hiyo hizi tafiti hazibaki kwenye shelf. Sawa. Sasa mkurugenzi, serikali inatumia kwa kiwango gani ushahidi wa kisayansi katika kufanya maamuzi makubwa ya sera pamoja na masuala ya maendeleo? Hebu tuliangalia hilo kwa kurejea, tuseme tumekwenda kwa gradual, tunaongezeka. Ndio maana kabla 86 ilikuwa taasisi nyingine, ikaja Costech. Nia ni hiyo, kufanya huo ushauri uongezeke. Tuangalie mfano kwamba serikali ya Mheshimiwa Mkapa kuna taasisi nyingi sana alizianzisha. Zile zilitokana na mitazamo na ushauri wakati huo ambayo imefidiwa na sayansi na teknolojia, masuala ya ushauri wa kisayansi kwamba ukifanya hiki hapo utapata hiki hapo. Ukiwa na TRA itakusaidia kufanya mengine haya hapa. Ukiwa na LATRA kwa hiyo ni gradual. Sasa tunapokwenda sasa hivi huku mbele, na ndio maana tukasema tufanye tathmini kuona namna gani ya kuboresha. Lakini dira 2050 inaongelea matumizi ya sayansi na teknolojia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu yale matamanio yaliyopo ya hiyo $1 trilioni
pato ghafi huwezi kulipata bila kutumia sayansi teknolojia. Kwa hiyo hata ukiangalia, nimetolea mfano kwamba Mheshimiwa Kitila Mkumbo aliongelea kuna mwongozo wa kufanya tathmini na kupima kusudi hayo matumizi ya sayansi teknolojia yawe makubwa. Na uzuri National Planning Commission ya kwetu pia tulishaongea nao kumaanisha kwamba hata ule mfumo wetu wa NISM ambao nimeusema, wao wana mfumo wa kuja kuchukua data huku kuingiza kule kwao. Kwa hiyo tunategemea Mheshimiwa Rais kila kuota anapelekewa taarifa kwenye kao chake, kuna taarifa zimetoka kwenye masuala ya R&D kwenye utafiti. Zimetoka kwenye mfumo wetu, zimeenda kwenye mfumo wa Planning Commission na kwenda mezani kwake. Kwa hiyo tunatumaini. Sawa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Nikupe sekunde kadhaa tu za kumalizia. Ukizungumza na Mtanzania pamoja na taasisi nyingine zote, ungependa kumwambia nini? Nikianza na hizi taasisi za utafiti na vyuo vikuu wajaze kwenye ule mfumo wetu wa NeST, kwa sababu ni mfumo wa kitaifa na tunategemea ripoti zikitoka pale zinakwenda moja kwa moja kwenye meza za maamuzi. Hiyo ndio kubwa zaidi, sababu ile ikiwa na taarifa sahihi na zinapatikana kwa wakati, itafanya swala lako ile kwamba maamuzi yawe rahisi, kwa sababu na taarifa kule ndo wanaweka tafiti, na kila kitu kule. Sasa mimi nakushukuru sana kwa muda wako, asante mno. Nikushukuru sana. Sawa, Dr. Amos Nungu huyo, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Tumezungumza mengi. Kumbuka ni miaka 40 tangu kuanzishwa kwa COSTECH, lakini ni miaka 8 akiwa mkurugenzi mkuu wa tume hiyo.